Hello, hii ni Mshani Wellness na kwenye hii video nitakupa siri kubwa mbili za mmea wa aloe vera. Tunapozungumzia aloe vera kuna vitu vikubwa viwili ambavyo mmea huu unaweza ukakusaidia katika ufanisi mkubwa mno. Kitu cha kwanza ni matatizo ya ngozi, kitu cha pili ni matatizo ya mfumo wa chakula. Tukianza na matatizo ya ngozi. Kama unapenda ngozi yako na unatumia labda vipodozi vya kisasa vimejaa kemikali vya gharama za juu sana bila kupata mafanikio ya kile unachokitaka, basi nakushauri kuswitch kwenye aloe vera, kwa sababu aloe vera inakusaidia katika namna zifuatazo. Kwanza, inakusaidia kuponya chunusi na zile dark spot, madoa yale kwenye ngozi. Lakini pia inasaidia kuondoa matatizo kama eczema, matatizo ya ngozi haya, lakini pia uvimbe maeneo mbalimbali ya ngozi na mwili. Lakini pia aloe vera inasaidia kuimarisha uponyaji wa vidonda katika ngozi. Kama una mikwaruzo labda ama vidonda vya aina yoyote ambao vinaathiri muonekano wa ngozi, basi aloe vera ni nzuri sana. Lakini pia aloe vera inaimarisha collagen. Collagen ndio inashikilia ngozi yako. Kwa hivyo collagen inapokuwa imara, maana yake hata kuzeeka lazima utachelewa. Ngozi ile makunyanzi ya ngozi yanategemea na uimara wa collagen. Kama collagen iko imara, basi makunyanzi yatachelewa sana. Kwa hiyo hata uzee utachelewa. Tunaita ni anti-aging effect. Sasa unaitumiaje kwa ngozi? Ni rahisi sana. Kitu cha kuzingatia ni kwamba hakikisha unaipata aloe vera ambayo iko fresh kutoka kwenye jani la aloe vera. Then unapata ile jeli yake nyeupe, unapaka sehemu husika. Inaweza ikawa ni kidonda ama unapaka tu kwa lengo la kutumia kama daily routine ya urembo wako. Lakini unaweza baada ya kupaka unatakiwa kuacha kwa dakika 15 mpaka 20. Baada ya hapo unatakiwa kuosha. Sasa unapoosha usioshe na maji ya baridi sana, unaosha na maji ya vuguvugu, yasiyo ya moto sana bali yanakuwa ya vuguvugu, unaosha. Na unaweza ukawa unafanya hivi kila siku jioni. Jaribu kufanya hivi kwa siku 14 mfululizo na utapata matokeo yake kwa haraka zaidi. Nyongeza ni kwamba katika upande wa ngozi, hizi aloe vera pia inasaidia kuimarisha utengenezwaji wa seli za ngozi, ile seli repair. Kwa hivyo ajali mbalimbali na mambo mengi ambayo yanaweza kusababisha seli za ngozi kufa, jua kali, basi aloe vera inakusaidia sana kurudisha kila kitu katika ile hali safi. Lakini faida nyingine ambayo unaipata ni kwenye mfumo wa chakula. Katika mfumo wa chakula, moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia sana kwenye mfumo wa chakula ni aloe vera. Unaweza kuwa unajiuliza kumbe aloe vera inaliwa? Ndio. Aloe vera, utombo wa aloe vera unaweza ukautumia kwa kula na ni moja kati ya tiba nzuri sana sana. Changamoto ni kwamba aloe vera ni chungu. Lakini unaweza ukapunguza ule uchungu kwa kutumia na vitu vingine kama asali na vitu vingine vyenye ladha ambayo inaweza ikamaski ule uchungu. Kwa watu wenye matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, aloe vera inaweza kukusaidia kupunguza changamoto za vidonda vya tumbo, inapunguza utengenezwaji wa asidi, inasaidia kupunguza tatizo la kukosa choo ama kupata choo ngumu. Kwa hiyo inakusababisha kupata choo laini, na kama upati kabisa unaweza ukapata. Lakini pia inaimarisha kuta za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Vile vile inaondoa ama kuangamiza vimelea ambao wanashambulia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hivyo kitu cha msingi cha kufahamu ni kwamba unapotumia aloe vera, hakikisha unatumia ule utombo mweupe. Unatumia utombo mweupe na sio ule wa njano ambao unapatikana kwa chini kabisa. Kitu cha kuzingatia kwa kula, hakikisha unatumia ule utombo mweupe. Na unaweza ukatumia kijiko kimoja kwa siku. Nusu kijiko mpaka kijiko inatosha kabisa ile clear jelly kuitumia kwa siku kama unahisi changamoto. Lakini pia unaweza ukaweka kwenye maji ya vuguvugu
ukachanganya na limao, ukaweka na cucumber ama tango, ukachanganya, ikakusaidia sana. Na hii unaweza ukawa unakunywa hata mara 3 kwa siku. Kwa hiyo unaweza ukaweka kijiko kimoja cha aloe vera, ukaweka limao moja, ukaweka juisi, ukasaga labda tango lako, then ukaweka labda mililita 250, kitu kama robo lita. Then mchana, jioni, asubuhi unatumia labda mililita 100. Utatumia mililita 100 asubuhi, mililita 100 mchana, mililita 100 jioni. Inatosha sana kukusaidia kupambana na hizi changamoto za mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Na katika hii faida ya kuimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, matumizi ya aloe vera yanaonekana kuleta manufaa ndani ya wiki 4 mfululizo. Kama utatumia ndani ya wiki 4 mfululizo, utapata faida hizi kwa zaidi ya 80% katika ufanisi huo. Kwa hivyo unaweza ukaona ni jinsi gani aloe vera ilivyo ni mmea ambao ni bora na una uhitaji kweli kweli. Mambo mengine ya kuzingatia ni kwamba hakikisha unapata aloe vera ambao ni high quality, ambayo inakuwa ni organic, ile original. Kama utanunua basi jiridhishe kwamba unakoenda kununua ni original. Lakini kama utaweza basi andaa kutoka nyumbani kwako, kata aloe vera kutoka nyumbani kwako katika mazingira ya usafi kweli kweli, na andaa ile jeli vizuri kabisa. Lakini pia unaweza ukafanya patch test, kwa sababu kuna baadhi ya aloe vera unakuta imechanganyikana na, kulingana na maeneo ambayo ipo, unakuta imechanganyikana na vitu vingine ambavyo vinaweza vikakusaidia skin sensitivity, skin allergy. Kwa hiyo kabla hujapaka kwanza eneo kubwa la ngozi, hakikisha unapaka sehemu moja ndogo, alafu uone itakavyoitikia. Na pia kuna wengine wana allergy na hii aloe vera. Kabla ya kupaka mwili mzima au uso mzima, jitahidi kupaka sehemu ndogo kwanza, uone hii aloe vera jinsi itakavyoitikia kwanza. Lakini pia unaweza kutumia supplement ambazo zimetengenezwa na pure aloe vera. Kitu cha msingi ni kwamba aloe vera hutakiwi kuitumia ukiwa mjamzito, hasa kwa kunywa. Hutakiwi kutumia aloe vera ukiwa mjamzito, hasa kwa kunywa. Zingatia hilo. Ingawa unaweza ukatumia kwa kupaka. Na hayo ndiyo yale unayopaswa kuyafahamu kuhusu aloe vera, faida zake na namna bora ya kutumia. Hope utakuwa umeenjoy somo hili. Mpaka wakati mwingine, bye bye.